Hii leo kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans wanashuka dimbani kuvana na Coastal Union ya pale mkoani Tanga. Tunafahamu ni mchezo mwingine kwa upande wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa upande wa klabu ya Yanga tunafahamu ni kipindi ambacho wao wanapambania ubingwa wa ligi. Mpaka sasa hivi mambo yamekuwa sio mabaya. Naweza nikasema kwamba mambo ni mazuri kwa upande wa klabu ya Yanga, kwani tayari wako mbele kwa alama 4. Kwa hiyo kama watapata ushindi watakuwa mbele kwa alama 7. Sasa tayari kikosi ninacho hapa kwa upande wa Mwalimu Lodi Hamdi, kile ambacho anakiamini kwenye mchezo wa siku ya leo. Lakini kabla sijakwenda kukutajia kikosi, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito. Karibu tuweze kuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga dhidi ya Coastal Union. Kwa upande wa golini yupo golikipa Djigui Diarra. Tunafahamu kwa upande wa Diarra ni kipa mwenye utulivu mkubwa, ni golikipa ambaye ni mzoefu, lakini pia anajua kusoma mchezo vizuri. Kwenye mechi hii ya Coastal Union tunafahamu kwa upande wa Mwalimu Lodi Hamdi atakuwa akihitaji zaidi kuanzisha mashambulizi kwenye eneo la kuanzia golini. Kwa hiyo golikipa Djigui Diarra amekuwa ni sweeper kipa mzuri zaidi ambaye yuko tayari kutoka golini na kuweza kusaidia mabeki wake. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Kwa upande wa Israel Patrick Mwenda tunafahamu mechi iliyopita aliweza kufunga foul, lakini pia ubora wake mkubwa yeye tunafahamu anacheza kama beki wa kisasa, lakini pia anapanda na kushambulia sana upande wa kulia na ana kasi, lakini pia anatoa cross nzuri na usaidia zaidi kuongeza idadi ya wachezaji kwenye eneo la mbele. Wakati huo pia Shadrack Kiboka ndiye ambaye atasimama kwenye eneo la beki wa pembeni kushoto. Tunafahamu anatumika zaidi kwenye overlapping yake, amekwenye upande kutokana na kasi yake ambayo amekuwa nayo mara zote. Tunafahamu anapanda lakini pia anarudi kwa wakati. Ni beki ambaye amekuwa na uwezo mzuri wa kuweza kutulia zaidi na kuweza kuunganisha winga ambaye anacheza upande wake. Wakati huo kwenye eneo la mabeki wa katikati yuko Dickson Job pamoja na Ibrahim Baka. Tunafahamu kwa upande wa Dickson Job yeye ni mtulivu, lakini pia yuko vizuri zaidi kwenye eneo la kukaba, lakini pia na kusoma mchezo. Lakini kwa upande wa Ibrahim Baka tunafahamu ni mmoja wa mchezaji ambaye amekuwa na nguvu zaidi, lakini pia kutoa maelekezo kwa upande wa wenzake, lakini pia ni mzuri kwenye mipira juu kuliko Dickson Job. Kwa hiyo unaona utofauti wa mabeki hao wawili. Kwenye eneo la viungo wakati yuko Khalid Aucho. Tunafahamu kwa upande wa Khalid Aucho alikosekana kwenye mchezo uliopita kutokana na majeraha, lakini hivi sasa amerejea. Tunafahamu ni kiungo mkabaji ambaye anahakikisha timu yake haivamiwi kirahisi kwenye eneo la lango. Anakaba lakini pia anavunja mipango ya wapinzani na upiga pasi fupi kwa uhakika zaidi. Hiyo imekuwa ni sifa yake, lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Mudathiri Yahya. Tunafahamu kwa upande wa Mudathiri ana uwezo mzuri wa kushambulia, lakini pia kwa mechi za hivi karibuni imekuwa ni tofauti na msimu uliopita. Msimu uliopita alikuwa anafunga sana, lakini msimu huu tunaona kidogo ile kasi yake ya kufunga si nzuri sana, lakini bado amekuwa na utulivu wa hali ya juu kwenye eneo la kiungo na kuunganisha viungo vikiwa vizuri zaidi. Lakini pia Pacome atacheza kwenye eneo la kiungo cha juu, yani kiungo mshambuliaji. Tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo la namba 10, lakini amekuwa akitokea kwenye eneo la pembeni kulingana na aina ya mpira wake. Amekuwa anahitaji kuwa huru zaidi kwenye eneo la pembeni kukabana na mchezaji mmoja. Lakini pia kwenye eneo la mawinga kwa upande wa Clement Mzize atakuwa akitokea kwenye eneo la winga ya pembeni kulia, watakuwa kibadilishana yeye pamoja na Max Nzengeli. Lakini kwa upande wa Mzize tunafahamu ni mchezaji mwenye uwezo mzuri wa kumiliki mpira, lakini pia tunafahamu ni mchezaji mzuri ambaye ana uwezo mzuri wa kufunga. Kwa upande wa Max Nzengeli tunafahamu yeye anakuwa anasaidia zaidi kwenye eneo la kiungo kwa ajili ya ulinzi zaidi, lakini pia ana uwezo wa kupambana vizuri na mabeki, lakini pia ni mwepesi zaidi wa kutafuta nafasi ya kuweza kupiga shuti. Lakini pia kwa upande wa Prince Dube yeye kwa upande wake ndiye ambaye atakuwa mshambuliaji wa mwisho. Mabao 11 msimu huu, tunafahamu ni striker wa kisasa, lakini pia ana movement nzuri, hushuka katikati kutafuta mipira na ni hatari akipata nafasi kwenye box. Amekuwa na uwezo wa kuweza kufunga, amekuwa anacheza hivyo.